Bana mtazamaji wa Biomedia on the microphone, it's Ogelo official Rose. Do usiache kusubscribe, kushare, like na kucomment. Tuangazie habari kunako mjumuiko habari za kisiasa ambako Tundu Antipas Lissu aombewa msamaha kwa rais, barua yatumwa, msisitizo wa maridhiano baada ya matukio ya Oktoba 29. Karibu tuliangazia na kulichambua kwa kina ambako ni barua yenye msisitizo wa maridhiano, umoja na kipaumbele cha maslahi ya taifa imetolewa na mwananchi Majura Musiba kutoka kijiji cha Nyarugoma, kata ya Iramba, wilaya Bunda, mkoani Mara, ikiwalenga viongozi wa vyama vya siasa hususan CCM pamoja na Chadema pamoja na viongozi wakuu wa nchi. Katika barua hiyo ndefu, Musiba anaeleza, nami nitasoma kama ilivyoandikwa. Awali ya yote, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kunijalia afya njema na uzima. Tanzania kama taifa teule la Mungu, ninawaomba na kuwashauri viongozi wa kisiasa hapa nchini hususan CCM na Chadema tuache kushindana, kwani madhara yake ni makubwa sana kitaifa na kimataifa. Amesitiza kuwa vyama vinapita lakini nchi inabaki milele. Hivyo uhasama, visasi na kuhujumiana vinapaswa kukomeshwa kwa ajili ya mustakabali wa taifa. Musiba anatoa mwito wa kuwawekwa kwa mbinu sahihi za kumaliza tofauti za kisiasa, akionya kuwa kutoelewana hakusaidii maendeleo ya nchi. Ameongeza kuwa hakuna mwanadamu aliyekamilika na kwamba viongozi wanapaswa kutambua uwajibikaji kwa Mungu juu ya matendo yao kwa wananchi. Akirejea maneno ya hayati Ali Hassan Mwinyi, Musiba anasisitiza kuwa uongozi ni koti la kuazima na cheo ni hadithi. Akiendelea, Musiba ameandika, kusameheana ni moja ya njia na nguzo muhimu sana ambayo ililiponya taifa la Afrika Kusini baada ya Rais Nelson Mandela kutoka gerezani. Tunahitaji kuliponya taifa hili, lirejee kwenye mshikamano na pia turejee kwenye umoja wetu. Amesema kuwa misingi ya umoja iliyoachwa na waasisi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Amri Abeid Karume inapaswa kulindwa, huku akiwataka Watanzania kusameheana kuanzia viongozi wakuu hadi wananchi wa kawaida. Na katika sehemu ya barua iliyovutia zaidi, Musiba anamuomba na kumuombea msamaha Tundu Antipas Lissu, akisema, natambua na kuheshimu uwepo wa katiba, lakini wakati mwingine inahitajika busara na hekima kwenye kutekeleza majukumu ya msingi kabisa ya kisheria. Tundu Lissu ni binadamu, naye ana mapungufu, lakini asamehewe, ni Mtanzania mwenzetu. Amesisitiza kuwa lengo lake si kushabikia upande wowote, bali kuliponya taifa, kuimarisha mshikamano na kurejesha heshima ya Tanzania kama taifa la mfano Afrika na duniani. Mtazamaji, sehemu ya barua ya Musiba ilitamatika kama hivyo, na nami ninaitamatisha. Karibu kwa wakati mwingine, karibu kuandika maoni yako kwa ajili ya kile ambacho umeweza kukipokea, kukipata kupitia taarifa hii, kwa kile ambacho kimeandikwa na mtu mmoja kutoka kule mkoani Mara, akiomba Watanzania kusameheana, lakini pia vingi vizuri ambavyo ameviandika katika barua yake kama ambavyo nimekusomea. Mpaka wakati mwingine, kuna habari za siasa, matukio ya kijamii, habari za udaku, michezo na burudani. Jina langu ni Official Rose D. Uwe na wakati mwema.